Wasioafiki waseme sio. Naamini walioafiki wameshinda. Sasa namuita Mheshimiwa Juma Awilatu Maji kwa ajili ya kuwasilisha hotuba yake ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa wabunge, nawashukuru sana, asanteni sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijasoma hotuba yangu, naomba taarifa yangu yote iingie katika Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu baada ya kupokea na kuchambua taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira iliyowasilishwa hapa bungeni na mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Jackson Gideon Kiswaga, ilikubali kupokea, kujadili na kupitisha mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na muweza wa yote kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kujadili makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji. Namwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia hekima, utulivu na busara wakati wa kujadili hotuba ya bajeti ya wizara ninayoiongoza kwa maslahi mapana ya ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa uongozi wake thabiti unaoendelea kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya maji. Sisi Wizara ya Maji katika siku 100 za kwanza za Mheshimiwa Rais ofisini tumepata mafanikio makubwa sana. Kati ya mafanikio hayo, moja ni kukamilika upembuzi yakinifu ya kuyatoa maji Ziwa Victoria kuja katika jiji la Dodoma na kupitia katika mkoa wa Singida. Lakini pia kumpata mhandisi mshauri kwa ajili ya kuyatoa maji ya Ziwa Tanganyika kwa ajili ya mikoa ya Katavi, Rukwa mpaka Kigoma. Lakini pia tumeweza kusaini mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 220 kwa ajili wa mji wa Morogoro. Lakini pia tumepata malipo ya awali ya zaidi ya bilioni 4.5 kwa ajili ya kuanza mradi mkubwa wa kuhakikisha tunatoa maji Mto Momba na kupeleka katika mji wa Tunduma, Momba yenyewe, Vwawa mpaka Mloo, katika kuhakikisha wananchi hao wanapata huduma maji safi na salama. Lakini pia katika kuondokana na ubambikizaji wa bili za maji, tumekushaanza utekelezaji wa ufungaji wa prepaid meter, kwa maana mita za ruku za maji, ili kuhakikisha kwamba tunaondokana na mabambikizi ya bili za maji. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutimiza majukumu yake. Lakini kwa namna ya kipekee vile vile nimpongeze Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, kwa kuteuliwa na kuthibitishwa na bunge lako tukufu kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote tumeshuhudia kasi ya uchapakazi wake katika kusimamia uwajibikaji kwa watumishi wa umma ili kuhakikisha wananchi wanahudumiwa kikamilifu. Aidha, ninampongeza kwa hotuba yake nzuri aliyowasilisha hapa bungeni, ambayo imeonyesha dira na mwongozo wa utekelezaji wa shughuli za serikali katika mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, hakika nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nimeshiriki katika ziara yake katika maeneo mbalimbali. Hakika kazi ambayo anaifanya inaleta tabasamu kwa wananchi mbalimbali katika maeneo, katika kuhakikisha anatatua matatizo. Nataka nimtie moyo Mheshimiwa Waziri Mkuu asome Ezra 10 mstari wa 4, nasema inuka, hii shughuli na kuhusu, na ukaitende kwa moyo mkuu. Sisi wasaidizi wako tupo pamoja na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia nitoe pongezi binafsi kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe mwenyewe binafsi Mheshimiwa Daniel Bara Nsiro, mbunge, Naibu Spika, pamoja na wenye viti wa Bunge Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, Mheshimiwa Najma Multaza Giga, pamoja na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso kwa kazi kubwa na nzuri ya kuliongoza Bunge. Lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze Mheshimiwa Spika
mheshimiwa kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, na amefika yeye binafsi uwandani kukagua kazi mbalimbali za maji ikiwemo uchimbaji wa visima na kushiriki siku ya maji duniani. Tunamshukuru sana kwa uongozi wake unaogusa jamii. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nawe tukupongeze sana leo kwa usimamizi wa bajeti yetu. Nataka nikuhakikishie kwamba wanababati vijijini hatutawasahau katika kuhakikisha wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Spika, ninapenda kwa dhati kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira kwa ushirikiano, ushauri, maoni na maelekezo iliyotoa wakati nilipowasilisha kwenye kamati ya taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2025/26 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2026/27. Ninaomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba maoni, ushauri na mapendekezo yaliyotolewa na kamati pamoja na waheshimiwa wabunge yamezingatiwa katika bajeti hii. Mheshimiwa Naibu Spika, tumepata bahati ya kuwa na kamati yenye watu rahimu sana, watu wema sana na watu wenye maono sana. Ninaomba nihakikishie kamati kama kuwa sisi Wizara ya Maji tunajivunia sana kamati yetu, na kwa maelekezo yao tunazidi kuimarika na katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha nitumie fursa hii kwa dhati ya moyo wangu kumpongeza Mheshimiwa Mhandisi Kundo Andrea Mathew, Naibu Waziri wa Maji. Hakika Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, kwangu huyu ni naibu waziri hodari, jasiri, mahiri, mchapakazi ambaye asiyechoka, ambaye anaifanya kazi muda wote. Nataka niwaambie wana Bariadi wamezaa kilichochema, wamlinde, wamtunze kwa ajili ya mafanikio kwa wananchi wa Babati na kwa ajili ya manufaa katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa Naibu Spika, wakati unasifia chakula, lazima kuna watu watakao ambao wameungua vidole kule jikoni katika kuhakikisha kwamba chakula kinakuwa kizuri. Nitumie nafasi hii kumpongeza Katibu Mkuu wetu wa Wizara ya Maji, Injinia Mwajuma Juma Waziri, kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji. Huyu kwetu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji, moja ya sifa ambayo inamtambulisha ni mchapakazi mahiri, ni malkia wa nguvu katika sekta yetu ya maji, akishirikiana kwa karibu kabisa na Bi Rose Zakaria Ambrose, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Maji, mama mchungaji, kwa ushirikiano mkubwa ambao wanaoifanya kulisaidia katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini kwa namna ya kipekee ni shukuru management ya Wizara yetu ya Maji, wakurugenzi wote, viongozi wa taasisi, wakuu wa vitengo, pamoja na watendaji wote katika Wizara yetu ya Maji kwa kazi kubwa na nzuri wanaoifanya katika kuleta mageuzi kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara yangu ilipokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya vifo vya Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa Halima Idi Nasro aliyekuwa mbunge wa viti maalum, na Mheshimiwa William Vangimembe Rukuvi aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu. Vile vile Wizara ya Maji pamoja na taasisi zake imepata misiba mbalimbali ya watumishi wake. Hivyo ninatoa pole kwako, bunge lako tukufu, Wizara ya Maji, familia za marehemu na ndugu na wananchi kufuatia vifo hivyo. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amin. Mheshimiwa Naibu Spika, maandalizi ya hotuba ya bajeti ya Wizara ya Maji yamezingatia Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, Mpango wa 4 wa Taifa wa Maendeleo wa miaka mitano 2026-2031, Mpango wa Taifa wa Maendeleo wa mwaka 2026-2027, Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030, hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kuzindua Bunge la 13, pamoja na sera, sheria, kanuni, mikakati na miongozo ya kitaifa na kimataifa, sambamba na maoni na ushauri wa waheshimiwa wabunge. Kwa kuzingatia msingi huo, hotuba hii ina maeneo 9 yafuatayo: utangulizi, hali ya sekta ya maji nchini, mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-2026, mafanikio ya utekelezaji wa programu ya maendeleo ya sekta ya maji, changamoto na hatua zilizochukuliwa, vipaumbele na mwelekeo wa sekta ya maji, mpango na bajeti kwa mwaka 2026-2027, shukrani na maombi ya fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, leo ni bajeti ya Wizara ya Maji. Sina mashaka kwa namna waheshimiwa wabunge walivyopendeza, na hakika wamekunywa na kuoga maji leo, siku ya leo, kabla ya kuja katika bunge. Kupitia mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka 2025-2026, upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Maji kupitia fungu namba 49 ilidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 898,276,453,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 73
milioni 779,579,000 zilitengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 824,496,874,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hadi mwezi Aprili 2026, wizara imepokea shilingi bilioni 746,770,239.75 sawa na asilimia 83.3 ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha zilizopokelewa, shilingi bilioni 688,116,116,553.44 ni kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na shilingi bilioni 59,711,053,686.31 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 utekelezaji wa programu na miradi ya sekta ya maji ulijikita katika maeneo makuu manne ambayo ni usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji, huduma za ubora wa maji, huduma za maji safi na usafi wa mazingira vijijini na mijini, pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Usimamizi wa rasilimali za maji. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2026, shughuli za usimamizi wa rasilimali za maji zimehusisha kujenga na kukarabati vituo 256 vya kufuatilia mwenendo wa rasilimali za maji, kutoa vibali 306 vya matumizi ya maji, vibali 40 kwa ujenzi wa mabwawa ya Sopesumu, vibali 3 kwa ujenzi wa mabwawa ya maji, vibali 1177 vya kuchimba visima, vibali 247 vya kutiririsha maji taka, leseni 24 za utafiti, leseni 120 za wachimbaji na leseni 62 za kampuni za uchimbaji visima, kutatua migogoro 15 ya matumizi ya maji, kusajili mabwawa 8 ya Topesumu, kusajili mabwawa 6, kupanda miti zaidi ya milioni 6 kwenye vyanzo vya maji, kujenga mabilika 55 ya kunyeshewa mifugo, pamoja na kuweka mipaka katika vyanzo vya maji 359. Mheshimiwa Naibu Spika, uendelezaji wa rasilimali za maji. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuwekeza katika miundombinu himilivu inayoweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kujenga miundombinu ya uvunaji maji ya mvua ikiwemo mabwawa ili kuimarisha mifumo ya udhibiti wa mafuriko na ukame. Zifuatazo ni baadhi ya kazi za uendelezaji wa rasilimali za maji zinazofanyika. Ujenzi wa bwawa la Kidunda kwa gharama ya shilingi bilioni 329.47 kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji kwa ajili ya jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani na Morogoro, ambapo utekelezaji umefika asilimia 47. Mheshimiwa Naibu Spika, Waswahili husema kula uhondo kwa taka matendo. Ukisoma taarifa ya mkoloni ya mwaka 1954, bwawa la Kidunda linatajwa kuwa ndio mwarobaini wa shida ya maji katika mkoa wa Dar es Salaam. Taarifa la shirika la kilimo na chakula ya mwaka 1961, bwawa la Kidunda linatajwa. Taarifa la shirika la maendeleo la Ufaransa ya mwaka 1962, taarifa ya shirika la maendeleo ya Japani ya mwaka 1964 na taarifa ya shirika la Norway 2005 zote zimethibitisha umuhimu wa bwawa la Kidunda. Usanifu ulipokamilika mwaka 2014, bado ujenzi wake haukuanza. Nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, kuingia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo, bwawa lile ambalo lilikuwa kwenye makaratasi, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uthubutu mkubwa, leo analijenga kwa fedha za ndani zaidi ya bilioni 329. Daktari Samia Suluhu Hassan apewe maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, miaka 68 baadaye, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anajenga bwawa la Kidunda tena kwa fedha za ndani na kuwa suluhu ya maji ya Dar es Salaam, Pwani, katika majimbo 18 ya Ilala, Segerea, Ukonga, Kivule, Temeke, Mbagala, Chamanzi, Kigamboni, Ubungo, Kibamba, Kinondoni, Kawe, Mkulanga, Kibaha mjini, Kibaha vijijini, Kisalawe, Chalinze na Bagamoyo na maeneo ya mkoa wa Morogoro. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatekeleza mipango hii kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi wa bwawa la Falkwa. Mheshimiwa Naibu Spika, bwawa hili linagharimu zaidi ya shilingi bilioni 312 kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji katika jiji la Dodoma na wilaya za Chamwino, Bahi na Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, kimya kingi kina mshindo. Wazo la kujengwa kwa bwawa la Falkwa kwa ajili ya mkoa wa Dodoma ni wa mwaka 1973. Leo baada ya miaka 50, yani nusu karne, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anajengwa bwawa hilo.
Nataka nimhakikishie dada yangu Mheshimiwa Kunti Majala amekuwa akijenga hoja kubwa sana katika bunge hili. Nataka nimwambie na kumtia moyo. Wafilipi 4:13 nasema na wawezao yote mambo yote kwa yeye anitiaye nguvu. Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza, na baada ya bunge hili tunakwenda kusaini mradi ule kwa ajili ya ujenzi wa bwawa hili la Kidunda. Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilisha ujenzi wa mabwawa 11 ya Kidaha Baby Hegi Hanang, Malambo na Sweet Sambu Ngorongoro, Bugarama na Mama Mashindike Maswa, Nsekwa Mlele, Kizengi Uyui, Chikopelo, Bahi, Itaswi Kondoa, Sengenya na Nyumbu, Langai Simanjiro na Lipluko Monduli. Mheshimiwa Naibu Spika, hizi ni mvua za rasharasha. Mabwawa yanaendelea kujengwa ni 33 na yaliyosanifiwa ni zaidi ya 71 nchi nzima. Naomba kuungana na Chama cha Mapinduzi kusema kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za ubora wa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuhakikisha kuwa maji ni salama katika mwaka 2025-26, shughuli za huduma za ubora wa maji zimejumuisha uchunguzi wa vyanzo 424, uhakiki wa skimu 690 za maji vijijini na mitandao 351 ya maji mijini, kuzijengea uwezo maabara 17 za ubora wa maji na kudumisha ithibati za maabara 7 za kimataifa, kuhakiki sampuli 61 za madawa ya kusafisha na kutibu maji mijini na skimu za usambazaji maji vijijini, pamoja na kukusanya na kuchunguza sampuli 123 kutoka kwenye mifumo 84 ya kusafisha maji taka. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za usambazaji maji safi na usafi wa mazingira vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuboresha huduma ya maji vijijini, miradi 56 yenye jumla ya vituo vya kuchotea maji 928 imekamilika na inahudumia wananchi wapatao 490,600. Kukamilika kwa miradi hiyo kumeongeza upatikanaji wa huduma ya maji vijijini kutoka 83.1% mwezi Desemba 2024 hadi 85.2% mwezi Desemba 2025. Aidha, serikali inaendelea na ukamilishaji wa miradi 856 ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Baadhi ya miradi inayoendelea na utekelezaji katika kanda mbalimbali nchini ni kama ifuatavyo: kanda ya Nyanda za Juu Kusini, mradi wa Ihalimba, Ifwagi na Ikongosi Iringa unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 41.15 utanufaisha wananchi zaidi ya 39,491 katika vijiji 15. Kanda ya Kusini, mradi wa kutoa maji mto Nyangao kwenda wilaya za Ruangwa na Chingwea na Lindi unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 119.56 na utanufaisha wananchi 130,000 katika vijiji 56. Wananchi wa majimbo ya Ruangwa na Chingwea, Mtama kwa kaka yangu Nape na Lindi, jiandaeni kupokea mradi wenu. Mheshimiwa Naibu Spika, kanda ya Kaskazini, kuendelea kwa utekelezaji wa mradi wa maji Mkinga Horohoro Tanga kwa gharama ya shilingi bilioni 35.9 utakaonufaisha wananchi zaidi ya 74,795 katika vijiji 37, na mradi wa Dambia Haidom Mbulu unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.21 utakaonufaisha wananchi zaidi ya 133,737 katika vijiji 21. Vile vile mradi wa upanduzi wa mtandao wa maji kutoka jiji la Arusha kwenda Nanja wilayani Monduli unaotekelezwa kwa gharama ya zaidi ya bilioni 20.32 utakaonufaisha wananchi zaidi ya 34,000 katika vijiji 13. Lakini pia mradi wa Migeli kule Ngorongoro ambao tutausimamia kuhakikisha wananchi hawa wanapata huduma maji safi na salama. Katika kanda ya Mashariki, mradi wa Diburuma Songe unatekelezwa katika wilaya ya Kilindi, Mvomero na Gairo kwa shilingi zaidi ya bilioni 22.96 utakaonufaisha wananchi 75,224 katika vijiji 30. Mradi wa usambazaji maji Morong'anya katika vijiji vya Kibuko, Mkuyuni, Kalundwa, Kivumo, Madamu, Kibwaya, Kikundi, Kungwe, Lukonde, Mhamkola, Lubungo, Mikese, Masei, Ugwata, Kibwaya, Kinonko, Tandai, Ruholole, Ulweni, Changa, Mwalazi wenye thamani ya zaidi ya bilioni 23.18 na unanufaisha watu zaidi ya 52,000. Katika kanda ya Ziwa, utekelezaji wa mradi wa maji Ukiruguru Sumve na Koromije katika wilaya ya Misungwi, Kuimba na mkoani Mwanza kwa gharama ya shilingi bilioni 32.76. Lakini ipo miradi mbalimbali inayoendelea Bunda kwa dada yangu Esther Bulaya mbunge jembe la kazi, lakini kwa kaka yangu Gitele mpaka kwa Kangi Lugola huko katika kuhakikisha wananchi wa Bunda wanapata huduma maji safi na salama. Katika kanda ya Magharibi, utekelezaji wa kuyatoa maji kutoka bomba kuu la Kahama kwenda wilaya ya Ushetu kwa gharama ya shilingi bilioni 44.27 utanufaisha wananchi 234,455 katika vijiji 54. Kanda ya Kati,
ujenzi wa mradi wa maji wa Pwaga, Mungui, Maswala na Itende wilayani Mpwapwa wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4,303,281 na unahudumia watu zaidi ya 13,536. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niseme hawa ni wakandarasi wa ndani na hizi ni fedha za ndani ambazo zimetolewa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anaweka tabasamu kwa hawa wananchi. Mheshimiwa Rais apewe maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi ya vijijini sasa inaunganisha vijiji vingi kwa pamoja, yani mini grids. Naamini kila mbunge hapa ametokea kijijini. Hata kama umezaliwa hospitali ya Mnazi Mmoja Dar es Salaam, bado una uhusiano wa kijiji fulani. Hivyo miradi ya maji vijijini inatuhusu sote, kwa kuwa kidole kimoja hakivunji chawa. Twendeni pamoja kumaliza shida ya maji vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha huduma za maji vijijini zinakuwa endelevu, wizara imeendelea kuvisajili, kuvijengea uwezo na kuviunganisha vyombo vya watumiaji maji ngazi ya jamii, yani CBUSOs, kwenye mifumo rasmi ya usimamizi wa mapato. Hadi Aprili 2026 jumla ya CBUSO 918 zilisajiliwa na zimeajiri wataalamu 6,728. Hii inathibitisha kuwa maji ni ajira. Aidha, CBUSO 914 zimeunganishwa na mfumo wa GEPG, hatua inayoongeza uwazi na nidhamu kwenye matumizi ya fedha ili kuhakikisha uendelevu wa miradi hiyo. Ndio maana CBUSO wanasema maji majumbani, fedha benki. Mheshimiwa Naibu Spika, niwaelekeze RUWASA na CBUSOs kuimarisha huduma za maji. Sio CBUSO imejengewa mradi wa zaidi ya bilioni na maduhuli na kusanya, alafu watu wanakosa huduma ya maji kwa sababu ya luku imeisha au kipuli cha pampu kimekufa. CBUSO zina wafundi na zina fedha, huduma za maji ziwe endelevu na wananchi waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za maji na usafi wa mazingira mijini. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya huduma ya maji mijini imeendelea kuimarika kupitia utekelezaji wa miradi 226 iliyopangwa mwaka 2025-26 hadi Aprili 2026. Miradi 12 imekamilika na miradi 214 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kati ya miradi hiyo 16 imefikia zaidi ya 95% na inatoa huduma. Kukamilika kwa miradi hiyo kumeongeza upatikanaji wa huduma ya maji mijini kutoka 91.6 mwezi Desemba 2024 hadi 92.5 mwezi Desemba 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya miradi inayoendelea kutekelezwa maeneo ya mijini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Naibu Spika, jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani hutegemea chanzo cha maji cha mto Ruvu kwa 87%. Hata hivyo, mto huo hukumbwa na ukame kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan katika kipindi cha kiangazi. Hatua za muda mrefu za kutatua changamoto hiyo ni ujenzi wa bwawa la Kidunda litakalowezesha mto Ruvu kuwa na uhakika wa maji ya kutosha kipindi chote cha kiangazi, na hatua za muda mfupi ni uchimbaji wa visima 17 vimekamilika. Maeneo yanayonufaika ni katika jimbo la Ilala, jimbo la Segerea, jimbo la Chamazi, jimbo la Kivule, jimbo la Bagamoyo na jimbo la Kibaha. Nataka nimtoe hofu dada yangu Agnesta, baada ya bunge nitafanya ziara maalum katika mkoa wa Dar es Salaam pamoja na maeneo ya Kibamba kwa Mheshimiwa mbunge Mzungu, dada yangu Angela Kairuki, katika kuhakikisha wananchi hao wanapata huduma ya maji safi na salama. Aidha, kazi mbalimbali za kuimarisha huduma ya maji zinaendelea za kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya Mbezi Luisi, Mbezi Msakuzi, Msumi, King'ong'o, Golani, Salanga, Ukombozi, Kisukulu, Msumi, Golani, Msakuzi na Mpiji Magohe. Vile vile wizara inaendelea na ujenzi wa mradi wa usambazaji maji katika maeneo yaliyo nje ya mtandao, yani off grid, katika manispaa za Kigamboni na Ilala, pamoja na kuendeleza kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya kata ya Kinyerezi kupitia mradi wa Bangulo, tenki la maji la Bangulo unaogharimu zaidi ya bilioni 22.1 na umefikia 98% na utanufaisha wananchi zaidi ya 215,380. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuongea na wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa hali iliyotokea mto Ruvu kukauka mwezi Novemba mpaka Desemba 25, tunaijua na inatuhuzunisha sana. Tumefanya uchambuzi wa kina na tumeweza kuchukua hatua, na moja ya kimkakati katika hali hii haitokei tena ni kuhakikisha mradi wa Kidunda unakamilika kwa wakati. Tulikuwa na changamoto ya zaidi ya bilioni 24. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa fedha zote zaidi ya bilioni 24 kuhakikisha mradi ule unaendelea kwa kasi. Nataka nimtoe hofu kaka yangu Talimba,
Kazi inaonekana, na niwaombe wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, baada ya bunge kuona ni kuamini, twendeni mkaone kazi kubwa ambayo inafanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo nataka niwaambie DAWASA hawana kisingizio kwa sasa. Ukienda katika mto Ruvu sasa hivi maji ya kutosha. Walikuwa wanahitaji pampu, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya bilioni 8 kuwasaidia DAWASA wapate pampu 4 au wapate pampu wa zaidi ya bilioni 8 kuhakikisha wana Dar es Salaam wanapata huduma ya maji safi na salama. Nataka niwaambie DAWASA wa Dar es Salaam wana Pwani wanataka huduma ya maji safi na salama. Twendeni tukahakikishie kwamba tunawapatia huduma hiyo. Hatuna kisingizio chochote, na mimi baada hii ya bunge nitafika mwenyewe kuhakikisha tunapushi wananchi wa Dar es Salaam waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Jiji la Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya serikali kuhamia Dodoma, mahitaji ya maji katika jiji la Dodoma ilikuwa lita milioni 48. Uzalishaji wa mamlaka yetu ya maji ilikuwa lita zaidi ya milioni 61. Nini maana yake? Tulikuwa na maji mengi kuliko mahitaji. Lakini baada ya serikali kuhamia Dodoma, leo mahitaji ya maji katika jiji la Dodoma ni zaidi ya lita milioni 150. Mahitaji yamekuwa makubwa, ingawa uzalishaji wetu leo tuna zaidi ya lita milioni 88. Hapa tuna upungufu. Lakini kuna kazi ambayo inaendelea kupitia mamlaka yetu ya maji DUWASA, zaidi ya bilioni 51 ambao ni maji ya mradi wa maji Nzuguni phase 2, Nala phase 2, Zuzu Kisaswa, Njedengwa, mradi wa kuboresha maji chuo kikuu cha Dodoma, hospitali ya Benjamin Mkapa na mradi wa maji katika mji wa serikali. Kukamilika kwa miradi hiyo kutaongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 88 kwa siku hadi lita milioni 127 na kupunguza mgao wa maji maeneo ya Mkonze, Miganga, Chidachi, Michese, Kinyambwa extension, Zuzu, Nala, Mkuhungu, Ilazo, Makole, Ipagara, Swaswa, Mpamaa, Kisasa, Iyumbu, Njedengwa, Ihumwa mpaka kule Mtumba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika jiji la Mwanza serikali imekamilisha mradi wa Butimba kwa awamu ya kwanza, ambapo kazi iliyofanyika ni ujenzi wa chanzo na kituo cha kutibu maji chenye ukarabati wa upanuzi na chanzo wa kituo cha kutibu maji cha Capri Point. Mradi huu utaongeza uzalishaji maji kwa lita milioni 54 na kufanya uzalishaji kufikia lita milioni 144 kwa siku. Kazi zingine muhimu inaendelea kufanywa ni ujenzi wa matenki 5 yenye uwezo wa ujumla ya lita milioni 31 katika maeneo ya Buhongwa, Kisesa, Kishiri, Nyamazobe na Usagara. Vile mradi wa kuboresha huduma ya maji safi katika maeneo ya Kisesa, Busweru na Luchelele unaogharimu shilingi bilioni 4.6 umefikia 98% na utanufaisha wananchi 80,000. Aidha, mradi wa maji katika maeneo ya Buhongwa, Kishiri na Kisesa na Usagara unagharimu euro milioni 18.49 umefikia 46% na utanufaisha wananchi 450,000. Mheshimiwa mbunge wa Nyamagana na Mheshimiwa mbunge wa Ilemela, nataka niwatie moyo, baada ya ziki sio ziki, baada ya ziki ni faraja, na faraja yenu ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wananchi wa Mkolani, wananchi wa Nyegezi, wananchi wa Buhonga, wananchi wa Ishiri, Igoma, Sahawa, Nyamhongolo, Kisesa, Usagara, Fela mpaka kule Nyashishi, Luchelele mpaka Bujola, nataka kuhakikishia miradi hii kukamilika kwake, wananchi wa jiji la Mwanza wataendelea kupata huduma maji safi na salama. Mkoa wa Arusha, jiji la Arusha lina maji ya kutosha, ila kuna sehemu ya huduma ambayo sasa hivi tunaenda kuyafikia, ambapo serikali inapanua huduma ya maji katika maeneo ya Nyangala Mtoni juu, Ngala Mtoni chini, Murieti, Terat, Safari Site, Moshono na Kiseraini kwa gharama ya shilingi bilioni 38. Vile utekelezaji wa mradi wa gharama shilingi ya kuboresha huduma ya maji safi katika mji wa Mererani unaogharimu shahidi ya bilioni 4.4 utakaonufaisha wananchi 57,000 na mradi wa Sinya na Manga wilayani Longido unagharimu shilingi bilioni 13.5 utakaonufaisha wananchi 37,000 unaoendelea. Katika mkoa wa Simiyu, mradi wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mkoa wa Simiyu utakaonufaisha wananchi wilaya za Bariadi, Busega na Itilima pamoja na vijiji 103 vilivyoko pembezoni mwa bomba kuu la maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 440 na utanufaisha watu zaidi ya 495,000. Kwa kuwa safari moja huanzisha nyingine, nataka niwahakikishie wananchi wa Maswa pamoja na Miatu na maeneo mengine, tutakwenda katika fezi zingine kuhakikisha wananchi hao wanapata huduma ya maji safi na salama. Huu ni mradi mkubwa na fedha hizi zimetafuzwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi viongozi nikishirikiana na naibu waziri tutausimamia na kufuatilia kuhakikisha mradi huu unakamilika, wana Miatu na Maswa nao waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Katika mkoa wa Songwe, utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa mtandao wa maji ya kutoa maji kutoka mto Momba hadi kuhakikisha maji yanakwenda katika mji wa Tunduma, Vomlo,
advance payment kama nilivyoeleza, zaidi ya bilioni 4.5 zimekishatolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wananchi hawa wa Momba, Tunduma, Voa Mlo wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, miji 28. Utekelezaji wa mradi wa miji 28 wa gharama ya shilingi trilioni 1.58 upo katika hatua mbalimbali. Serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inapeleka tabasamu katika miji ya Handeni, Korogwe, Muheza, Pangani, Kilwa Masoko, Ifakara, Rujewa, Chunya, Njombe, Makambako, Wanging'ombe, Kiomboi, Singida, Manyoni, Mugumu, Chemba, Chamwino, Kasulu, Mpanda, Sikonge, Urambo kwa Mama Sita, Kaliua, Karagwe, Chato, Geita, Tarime mpaka Songea. Kutoka Mwanza hadi Sikonge ni zaidi ya kilomita 400, lakini kupitia mradi wa miji 28 umbali sio hoja. Sikonge leo wanakunywa maji ya Ziwa Victoria. Waheshimiwa wabunge wa majimbo haya, kama kuna zawadi ya kumpatia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya, basi ni kuendelea kumwombea dua Mheshimiwa Rais apewe maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kutoa maelekezo kwa mamlaka za maji na kwa RUWASA kwa miradi yote mikubwa inayohudumia maeneo makubwa, watu wa kwanza kunufaika wawe wanaoishi karibu na chanzo wanaopitiwa na bomba kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshuhudia baadhi ya maeneo nakuta mradi unajengwa mkubwa katika chanzo, lakini wale wanaishi katika eneo lile hawapati huduma maji safi na salama. Nataka niwaambie watendaji wa mamlaka zetu za maji kwamba unapokuwa karibu na waridi unapaswa unukie. Watu wa kwanza wanatakiwa wale ambao wenye chanzo katika kuhakikisha wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma ya maji safi na usafi wa mazingira, yani maji taka. Mheshimiwa Naibu Spika, maji ni uhai na usafi wa mazingira ni ustaarabu. Kwa kuzingatia hilo, serikali imeendelea kuimarisha huduma za usafi wa mazingira mijini kwa kupanua miundombinu wa maji taka na kuimarisha huduma za uondoshaji maji taka kwa magari maalum ili kudhibiti umwagaji holela, kulinda afya ya jamii, vyanzo vya maji na mazingira. Hadi Aprili 2026 urefu wa mtandao wa maji taka umeongezeka kutoka kilomita 1513 hadi 1598 na maunganisho ya wateja kuongezeka kutoka 60173 hadi 61313 ili kufanya huduma ya usafi wa mazingira kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya miji. Serikali inaendelea kutekeleza miradi 26 ikiwemo mtambo wa kuchakata maji taka Mbezi Beach, Dar es Salaam wenye thamani ya zaidi ya bilioni 70.7 na mabwawa ya kutibu maji taka katika mji wa Babati yenye thamani ya zaidi ya bilioni 6.9. Mheshimiwa Naibu Spika, sarafu ina pande mbili. Hivyo kuanzia sasa kila kwenye mradi mkubwa wa maji utakuwa na sehemu ya usafi wa mazingira, yani maji taka. Maelezo ya kina kuhusu programu na mradi inayotekelezwa yanapatikana katika ukurasa wa 12 mpaka 95 wa kitabu cha hotuba. Spika, mafanikio ya utekelezaji wa programu ya maendeleo ya sekta ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, hauwezi kujua unapokwenda kama hujui ulipotoka. Kwa wanaijua historia ya nchi hii tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji katika taifa letu. Nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, Daktari Samia Suluhu Hassan ametutoa mbali katika kufanya mageuzi makubwa katika wizara yetu ya maji. Katika mafanikio hayo ambayo nataka nieleze katika bunge lako tukufu, moja ni kuongezeka kwa bajeti yetu ya wizara ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, moja ya changamoto kubwa katika wizara yetu ya maji huko nyuma ni katika utekelezaji wa miradi ya maji ni ufinyu wa bajeti, ndio ulikuwa wimbo. Miradi mingi ilishindwa kukamilika ni kwa sababu ya changamoto ya fedha. Leo miradi mingi ambayo ilijengwa miaka ya 70 leo imetekelezwa ama kukamilishwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, miaka ya 2006 hadi 2007 bajeti ya wizara ya maji ilikuwa bilioni 310, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alisema na kwenda kuongeza bajeti ya wizara ya maji. Mwaka jana tulikuwa na bajeti zaidi ya bilioni 898, lakini leo naongea kwa ujasiri mkubwa, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uthubutu wake, leo bajeti ya wizara ya maji ni zaidi ya trilioni 1. Mama apewe maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa miradi ya maji unahitaji fedha. Niliwahi kusema kuna bwana mmoja kule Pangani aliandika pikipiki yake, bila nyenzo hutoboi. Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha hizi zaidi ya trilioni 1 anatupa nguvu katika kuhakikisha tunakwenda kukamilisha miradi ambayo tuloianza katika kuhakikisha waheshimiwa wabunge mnapata huduma maji safi na salama. La pili, ongezeko la hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, WSDP imewezesha kuimarika kwa huduma ya maji kupitia utekelezaji wa miradi 3714 ya maji vijijini na kuongeza vijiji vyenye huduma ya maji kutoka 3000
mwaka 2006 hadi vijiji 10,758 mwaka 2026. Kutokana na utekelezaji huo, upatikanaji wa maji vijijini umeongezeka kutoka wastani wa 50% mwaka 2006 hadi 85.2 mwezi Desemba. Na kwa upande wa mijini huduma imeongezeka kutoka 73% mwaka 2006 hadi 92.5 mwezi Desemba 2025. Haya ni mapinduzi makubwa ambayo Mheshimiwa Rais amejipambanua kama championi wa maji kimataifa na kitaifa, na anaendelea kumtoa mwanamama ndoo kichwani, na ameweka tabasamu kwa wananchi. Mheshimiwa Rais apewe maua yake. Ujenzi wa miradi ya kimkakati mikubwa na kukwamua miradi chefuchefu ambayo ilikuwa zaidi ya 177. Mheshimiwa Naibu Spika, miaka ya nyuma ujenzi wa miradi ya maji ilikuwa ikijengwa, mingine haitoe huduma ya maji safi na salama. Waziri wa maji ulikuwa ukenda mradi unatoa maji, wakati wao umefika, ukiondoka unaondoka na maji yako. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipozungumza katika bunge hili tukufu, alitoa maelekezo mahususi katika wizara yetu ya maji. Alisema ya kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa anayoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji, na akatoa maelekezo mahususi katika wizara yetu ya maji. Mimi waziri wa maji nikimzingua nitamzingua, lakini nikimzingua atanizingua. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, moja ya changamoto kubwa miradi chechefu ni mradi wa Same Mwanga. Ulikuwa mradi ambao umeshindikana. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameugeuza biskuti, ameukamilisha. Leo wana Mwanga, wana Same wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini tumejenga miradi ya kimkakati. Leo mradi wa Mugango Kiabakari Butiama umekamilika. Tuna mradi ambao tunapeleka maji Ushetu, tuna mradi ambao tumekusha usaini hapa Morogoro zaidi ya bilioni 220, lakini tuna mradi ambao wa kuyatoa maji Lori ya Tarime ambao unatekelezwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni miradi ya kimkakati ambayo inajengwa kwa ajili ya kutatua tatizo la maji. Hapa naomba niseme kwamba kulikuwa na Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM katika mkoa wa Njombe, Japipo, aliwahi kusema serikali ya Mama Samia inatekelezaji miradi mikubwa ya mabii, mwisho wa kunukuu. Mama Samia apewe maua yake. Kuimarika kwa uwezo wa kitaasisi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia WSDP imejenga msingi imara wa taasisi za sekta ya maji kwa kutunga sheria na kufanya mapitio ya sera. Vile vile WSDP imeziimarisha bodi za maji za mabonde 9, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira 86, maabara za maji 17, pamoja na chuo cha maji kwa kujenga ofisi, kununua vitendea kazi yakiwemo magari ya uchimbaji visima, mitambo ya kuchimba visima, mitambo ya kujenga mabwawa na vifaa vya maabara za maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kuanzishwa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, mageuzi makubwa katika historia ya sekta ya maji ni kuanzishwa kwa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini. Katika kipindi cha miaka 7 tu tangu kuanzishwa kwa RUWASA imejenga zaidi ya miradi 3714. Kweli RUWASA ni maji bombani. RUWASA sasa ina vyombo vya watoa huduma ya maji safi ngazi ya jamii, yani CBUSOS, venye wataalamu. Kupitia RUWASA Rais Samia amefanya maboresho, amefanya mageuzi na mapinduzi ya huduma ya maji vijijini. Rais Samia apewe maua yake kwa tabasamu alilopeleka vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuanzishwa kwa mfuko wa taifa wa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia WSDP serikali yaanzisha mfuko wa taifa wa maji kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa fedha za utekelezaji wa miradi ya maji. Tangu kuanzishwa kwa mfuko wa maji, uwezo wa sekta ya kugharamia miradi ya maji hususan katika maeneo ya vijijini umeongezeka sana. Katika kipindi cha miaka 10 ya mfuko wa maji, zaidi ya shilingi trilioni 1.5 zimewekezwa kwenye miradi ya maji vijijini na mijini, pamoja na uhifadhi na uendelezaji wa rasilimali za maji. Wakati RUWASA ni striker anayecheka na nyavu kama Clatous Chama wa Simba, mfuko wa taifa wa maji ni kiungo mchezeshaji kama Profesa Makome wa Yanga. Mheshimiwa Naibu Spika, kuongezeka kwa uwezo wa wakandarasi wa ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, WSDP imeongeza ushiriki na wakandarasi wa ndani katika kutekeleza miradi ya maji. Kupitia WSDP wakandarasi wa ndani wamepata fursa ya kushiriki kwenye miradi mbalimbali, kujengewa uwezo, kupata uzoefu wa kiufundi, kuongeza mitaji, kuimarisha ujuzi na usimamizi wa miradi na kushiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa yenye fedha nyingi. Kwa mfano, miradi ya P4R ya zaidi ya bilioni 300 imetekelezwa na wakandarasi wa ndani. Miradi ya fedha nyingi kama vile Mkinga Horohoro wenye shilingi zaidi ya bilioni 35, Ruangwa na Chingwea na Lindi wenye zaidi ya shilingi bilioni 119 inatekelezwa na wakandarasi wa ndani. Napenda kutoa taarifa kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia fedha kwa ajili ya malipo za madeni ya wakandarasi, hivyo madeni ya wakandarasi yanalipika.
Mheshimiwa Naibu Spika, kuongezeka kwa vyanzo mbadala wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, WSDP imeongeza wigo wa kupata fedha nje ya mfuko mkuu wa serikali na hivyo kupunguza utegemezi wa bajeti ya serikali. Kupitia WSDP, sekta imejenga uwezo wa kufikia fedha za washirika wa maendeleo, taasisi za fedha na fedha za mabadiliko ya tabia nchi na fedha za sekta binafsi. Katika mwaka 2025-26 wizara imenufaika na fedha za mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi kwa kupata dola za Marekani milioni 257 kwa ajili ya kutekeleza miradi 15 ikiwemo mradi wa bonde la Usangu na mradi wa uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi katika mto Mkondoa. Aidha, mamlaka za maji za Tanga, Uwasa, Mbeya, Shinyanga, Bukoba na Arusha zimepata msaada wa takriban shilingi bilioni 7 kutoka serikali ya Ujerumani kupitia mpango wa IFF-OBA kwa ajili ya miradi ya maji na usafi wa mazingira. Kupitia WSDP, sekta ya maji imekuwa ya kwanza Tanzania, Afrika Mashariki na ukanda wa SADC kuanzisha hati fungani ya miundombinu ya maji na kuisajili katika masoko ya hisa ya Dar es Salaam na Luxembourg. Katika kuongoza mfano, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyewe alinunua hisa za hati fungani ya Tanga Uwasa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kuongoza ni kuonyesha nia, hapa ametuonyesha njia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na chanzo mbadala. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na mafanikio hayo, Mheshimiwa Rais amepokea tuzo mbalimbali za maji kama ifuatazo. Mheshimiwa Naibu Spika, tuzo ya kinara wa masuala ya maji na usafi wa mazingira Afrika, yani the Pan African Water Sanitation and Hygiene Champion Award, iliyotolewa na shirika la Water Aid la Uingereza. Tuzo ya pili, Mheshimiwa Rais aliipokea ya kimataifa ya wabunifu wa mabadiliko katika sekta ya maji 2025, yani Presidential Global Water Change Maker Award, iliyotolewa na taasisi ya maji duniani, yani Global Water Partnership kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika. Eneo la tatu, Tanzania imeongoza katika utekelezaji wa programu ya P4R inayofadhiliwa na World Bank zaidi ya miaka 2 mfululizo na tumeweza kupata dola za Marekani zaidi ya milioni 200 za awamu ya pili. Kweli Mheshimiwa Rais ni game changer, ni championi wa maji. Tanzania inajua, Afrika inajua, na sasa anamtua mama wa Afrika ndoo kichwani. Ng'ara Samia ng'ara. Mheshimiwa Naibu Spika, mafanikio yaliyopatikana kwa ufupi yanathibitisha WSDP imekuwa nyenzo ya mageuzi na mapinduzi. Maelezo ya kina kuhusu mafanikio ya utekelezaji wa WSDP yanapatikana katika ukurasa wa 96 hadi 105 wa kitabu cha hotuba yangu. Mwelekeo wa sekta ya maji 2026-27. Mheshimiwa Naibu Spika, uelekeo wa sekta ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa miaka mingi kazi iliyofanyika katika wizara yetu ya maji ilihusu maji ya kunywa. Ninapenda kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa sasa wizara ya maji inasimama katika misingi mitatu kama ifuatavyo. La kwanza, usalama wa taifa wa maji, usalama wa taifa katika maji. Tunahitaji kuwa na taifa lenye uhakika wa maji kama dira 2050 inavyoelekeza, kwa ifikapo mwaka 2050 tuwe na taifa lenye uhakika na usalama wa maji kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi na uhifadhi wa ekolojia. Ninapenda kusema usalama wa maji ni usalama wa chakula. Usalama wa nishati ni maendeleo ya viwanda. Hivyo usalama wa maji ni usalama wa taifa. Ukitaka maji ya uhakika, lazima tulinde na kutunza rasilimali za maji. Mheshimiwa Rais ametufundisha kuhusu somo la maji na usalama wa taifa wa maji aliposema, na nukuu, no blue no green, no green no nation, mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa, maji kwa ajili ya uchumi. Maji ni kichocheo na kiungo cha shughuli za kiuchumi wa taifa. Mwelekeo wetu ni kuwa na uhakika wa upatikanaji wa maji kwa ajili ya kuendesha uchumi wa taifa. Maji yana mchango mkubwa sana katika kufikia uchumi wa zaidi ya dola trilioni 1 mwaka 2050. Na hapa nataka niseme, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara yetu, moja ya malengo makubwa katika uelekeo wetu ni kuhakikisha kwamba tunaibadili wizara ya maji kutoka katika wizara ya maji ya kunywa iwe wizara ya kuchochea uchumi katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, misingi wa tatu ni uendelevu wa huduma wakati wa kazi ya kujenga miradi ya maji inaendelea. Suala la uendelevu wa miradi ili kuwa na huduma bora na endelevu ya maji inazingatiwa. Vipaumbele vya wizara yetu ya maji katika mwaka 2026-27. Mheshimiwa Naibu Spika, vipaumbele yetu katika wizara yetu ya maji vipo 7. Moja ya kipaumbele chetu cha kwanza katika wizara yetu ya maji ni kukamilisha miradi yote ambayo tumekwisha ianza, kuliko kuwa na miradi mipya ambayo hii bado hatujaikamilisha. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itakamilisha miradi ya maji vijijini 992, miradi ya maji mijini 196, pamoja na miradi ya usafi mazingira 26. Kukamilisha miradi hiyo kutaongeza kasi ya upatikanaji wa huduma ya maji vijijini na mijini
Kwa kuwa kazi hiyo ni kazi kubwa, ninaomba waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani na wakandarasi tukutane saiti kikazi zaidi katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Kipaumbele chetu cha pili ni kuandaa mpango kabambe wa taifa wa maji, yani National Water Master Plan, utakaotoa mwongozo wa muda mrefu wa usimamizi, uendelezaji wa matumizi na uwekezaji katika rasilimali za maji nchini. Mpango huu utawezesha sekta kuwa na msingi mmoja wa kupanga miradi mikubwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kuainisha mahitaji ya maji na wananchi na sekta za kiuchumi, pamoja na kuimarisha usalama wa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kipaumbele chetu cha tatu ni uandaaji wa gridi ya taifa ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kama unavyozingatia kwamba sasa hivi nchi yetu inakwenda katika dira 2050, nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu Mwenyezi Mungu ameijalia nchi yetu kuwa na vyanzo vikubwa. Leo tuna ziwa Victoria, maziwa ambayo ni la pili kwa ukubwa duniani. Tuna ziwa Tanganyika ambalo lina 16% ya maji yote duniani, pamoja na ziwa Nyasa, lakini tuna mito mikubwa, tuna mto Ruvuma, tuna mto Pangani, tuna mto Malagarasi, tuna mito mingi katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameielekeza Wizara ya Maji, vyanzo vyetu hivi vikuu vyote vitumike kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji na wananchi wa Tanzania waweze kupata huduma maji safi na salama. Na hapa nataka niseme, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba sio kwamba tunaenda kuianza gridi ya taifa ya maji. Gridi ya taifa ya maji tumekushaianza. Wakati Wizara ya Uchukuzi leo inasema ina SGR ya kutoa reli kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, Wizara ya Maji ina SGR ya maji ya kuyatoa maji ziwa Victoria, leo yamefika Tabora. Tumepewa maelekezo maji yafike mpaka katika jiji la Dodoma kufikia katika mji wa Singida. Kwa hiyo kazi tunaiweza. Ni mkakati wetu sasa kuhakikisha maji ya Ruvuma yanafika katika mji wa Mtwara. Ni mkakati wetu kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, maji ya Mto Rufiji yanafika Dar es Salaam, yanafika mpaka Lindi. Ni mkakati katika kuhakikisha mradi wa Same Mwanga, maji ambayo tumeyakamilisha, maji yanafika Korogwe, maji yale ya Korogwe yanaungana na mradi huo miji 28, yanatoka Korogwe yanaenda Handeni, yanaenda Muheza, yanakwenda Pangani mpaka Chalinze kwa kaka yangu Ridhiwani Kikwete, yaungane na maji ya Dawasa ili wana Dar es Salaam waendelee kupata huduma maji safi na salama. Leo tuna mradi wa Mto Kiwira pale Mbeya, maji yale yafike katika jiji la Mbeya, yafike katika maeneo ya Ungane mpaka na Njombe katika mradi wa miji 28 ambao tunatekeleza. Tuna mradi wa Momba ambao unapokwenda mpaka Tunduma mpaka Songwe. Hii ndio miradi ya mfano ya kimkakati ambao unatekeleza. Lakini katika mkoa wa Simiyu zaidi ya bilioni 440 mradi ambao unatekeleza katika kuhakikisha tunatoa maji ya ziwa Victoria ili wilaya zote katika mkoa wa Simiyu waweze kupata huduma ya maji safi na salama, na huo ndio uelekeo wa wizara yetu katika gridi ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kupeleka huduma ya maji katika vijiji 1575. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeeleza mafanikio ya upatikanaji wa maji kwamba sasa hivi tupo 85%. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kazi kubwa ambayo imefanywa na wizara yetu ya maji, maeneo ambayo hayana huduma ya maji hawawezi kukuelewa. Maeneo ya Momba ambayo hayana huduma ya maji hawawezi kukuelewa. Maeneo ya Chato vijijini ambayo hayana huduma ya maji hawawezi kukuelewa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza Wizara ya Maji kufanya tathmini ya upatikanaji wa maji wa kina. Mheshimiwa Naibu Spika, katika tathmini ambayo tumefanya, nchi yetu ya Tanzania ina vijiji 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA tumeshafika vijiji 10,758, tumebakisha vijiji 1,575. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatambua kurudi kwa waheshimiwa wabunge katika majimbo yao ni kuhakikisha vijiji 1,575 vinapata huduma ya maji safi na salama. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, mimi Juma Aweso kupitia timu nzima ya Wizara ya Maji hatutakuwa kikwazo. Vijiji vyote 1,575 vilivyobakia mpaka 2030 vitapata huduma ya maji safi na salama katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa naomba nitoe maelekezo maalum kwa Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Maji. Tunatambua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameapa kumtoa mwanamama ndoo kichwani. Na tunatambua kabisa tumebakisha vijiji 1,575 tu. Tuna magari ambayo amenunua kwa ajili ya uchimbaji visima, tuna magari kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa, maeneo ambayo ukichimba upate huduma ya maji safi na salama. Maelekezo ambayo nayatoa kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji, apitie bei za uchimbaji wa visima, bei za uchimbaji wa magari ya visima ipungue, ili waheshimiwa wabunge kupitia mifuko ya jimbo tushirikiane pamoja ili katika kuhakikisha kwamba tunamaliza matatizo ya maji, ili tuweze kuweka historia kwamba katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano
Watanzania, bunge la 13 kupitia bunge hawa tunakwenda kumaliza tatizo la maji. Mheshimiwa Naibu Spika, vipaumbele vingine vinapatikana katika taarifa yangu kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Naibu Spika, moja ya maeneo mengine katika vipaumbele vyetu ni huduma ya maji katika vituo vya afya. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itaendelea kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika vituo vya afya na shule kushirikiana na wizara za kisekta, elimu, afya pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI miongoni mwa wadau mbalimbali. Kipaumbele hiki kinalenga kutekeleza maelekezo ya serikali ya kuhakikisha huduma za jamii zinakuwa na maji ya uhakika kwa ajili ya kulinda afya, usafi na utu na mazingira salama na kujifunza na kutolea huduma. Tutaimarisha uratibu na ushirikiano katika kuhakikisha maeneo ambapo kuna mradi wa maji, vituo vya afya na zahanati viweze kupata huduma ya maji safi na salama pamoja na mashule kama maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mikakati ya kufikia vipaumbele katika mwelekeo wa sekta ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha vipaumbele vyetu tunavifikia, moja ya kimkakati wetu ni kuimarisha rasilimali watu. Tunahitaji kuwa na watendaji wanaosema inawezekana. Tunahitaji kuwa na watendaji ambao wataleta matokeo. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Maji tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo katika kuhakikisha watendaji wetu wanafanya kazi hiyo. Jambo la pili ni kuimarisha upatikanaji wa vyanzo vya fedha mbadala, ushirikishaji wa sekta binafsi, kuimarisha mfuko wa taifa wa maji, kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama pamoja na mifumo. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Maji lazima tukubali kubadilika. Tunataka teknolojia zindurumike kwa ajili ya mageuzi katika wizara yetu ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dunia ya sasa leo kusikia mwananchi anabamikiziwa bili za maji, hizo zilipendwa. Kwa dunia ya sasa leo tunaona maji yanapotea, mwananchi hana maji, hizo zilipendwa. Tunatumia teknolojia kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kuhakikisha tunafunga prepaid ili wananchi waondokane na mabambikizo ya bili ambayo hayana ulazima. Mheshimiwa, kuimarisha ushirikiano wa kisekta. Mheshimiwa Rais ametuelekeza sisi wizara kufanya kazi kwa mashirikiano. Hatuhitaji kila sekta kujenga bwawa lake. Badala tujenge mabwawa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kwa ushirikiano wa kisekta tutaendeleza uvunaji wa maji ya mvua kwenye mapaa pamoja na mabwawa kwa kushirikiana na wenzetu wote, Wizara ya Uvuvi, Wizara ya Kilimo na Umwagiliaji, ili kuhakikisha kwamba tunakaa na mipango ya pamoja. Mpango na bajeti kwa mwaka 26-27. Mheshimiwa Naibu Spika, maji hayana mbadala. Maji si kama wali, ukikosa wali unaweza ukala ugali. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge kurudi majimboni mwao wanahitaji maji. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, kwenye mikoa yenu 26, wilaya 139, halmashauri 184, majimbo ya uchaguzi 274, tarafa 570, kata 3990, mitaa 4318, vijiji 12233 na vitongoji 63779. Tutahakikisha kula zenu tunazilinda Wizara ya Maji. Hivyo fanyeni kazi nyingine, maji tuachieni sisi. Championi wa maji Tanzania na Afrika, injinia namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan ataweka tabasamu katika nyuso za wananchi katika majimbo yenu. Maelezo ya kina kuhusu mpango wa bajeti katika mwaka 2026 yanapatikana katika ukurasa 114 mpaka 20 wa kitabu cha hotuba yangu. Shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo nikushukuru wewe binafsi, nimshukuru Mheshimiwa Spika, lakini pamoja na kamati yetu bingwa kabisa ambao maoni na ushauri nayotupa katika wizara yetu ya maji. Lakini kwa namna ya kipekee niwashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa maoni yenu na ushauri katika kuhakikisha wizara ya maji tunakwenda kukamilisha na kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais. Lakini kwa namna ya kipekee nizishukuru nchi rafiki, washirika wa maendeleo na mashirika ya misaada ya kimataifa pamoja na sekta binafsi kwa ushirikiano katika serikali hii ya awamu ya 6. Lakini kwa namna vingine niwashukuru viongozi wa dini kwa maombi na sala ambao wanaliombea amani taifa letu. Lakini kwa kushirikiana na Wizara ya Maji katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji. Lakini kwa namna ya kipekee pia na kwa umuhimu ninaomba kuwashukuru wakandarasi, wataalamu wa shauri, wazabuni wanaoshiriki na Wizara ya Maji katika kushirikiana na malengo yaliyowekwa yanafikiwa. Nichukue nafasi hii kuwajulisha kuwa serikali inafarijika kwa kazi nzuri inayofanyika na inaendelea kuhakikisha madai ya kazi zinazotekelezwa yanaendelea kulipwa kwa wakati, na nawasihi tuendeleze kushirikiana kwa wale wenye changamoto, tusiluane na wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, ukimwona kobe juu ya mti amepandishwa hapandi mwenyewe. Ukiona mafanikio ya Wizara ya Maji, hakika watendaji wa Wizara ya Maji wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Asanteni sana watendaji wa Wizara ya Maji. Niwashukuru watendaji wote mpaka madereva, masekretari na dereva wangu Richard Msei pamoja na katibu wangu Gibson George Bayona katika kuhakikisha kwamba tunahakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Mwisho ni shukuru familia yangu.
Mheshimiwa Naibu Spika, kama ningeulizwa na waheshimiwa wabunge katika uwekezaji wa kwako binafsi upi unaufurahia, basi katika uwekezaji binafsi na unaofurahia ni wake zangu wapenzi Zainab Abdalla Isa na Kausar Francis Kalimu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mambo ya kiuchumi ambayo ninayapenda ni kilimo na ufugaji. Niliwahi kulima kilimo cha nyanya, sikuwahi kupata hata nyanya za mchuzi. Niliwahi kulima migomba, miaka miwili nimepata mikungu miwili. Lakini kwa hawa wanawake nimepata mafanikio makubwa, hasa utulivu wa amani katika kufanya kazi kwangu. Nataka niwaambie, tuna maisha hapa duniani na tuna maisha ya ahera. Hata nikenda ahera nitaendelea kuwachagua wao. Mheshimiwa Naibu Spika, Imamu Shafii aliwahi kusema mpenzi bora ni yule aliyemtii kwa mume wake. Hawa ni watii kwangu na ndio maana naweza kufanya majukumu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dhati ya moyo nisiache kutoa shukrani kwa mama yangu mzazi kipenzi, mama lishe jasiri, malikia wa nguvu, ambaye mzee wangu aliondoka lakini alisimama imara kuhakikisha nasoma. Leo nimefika hapa nilipofika. Mama Fatuma Omari Masanga, ambaye unawakilisha mama lishe wote wa Tanzania. Asante sana mama. Maandiko yanasema unapotembea na kuzuru usinipite Mwokozi. Sitokupita, sitokuacha mama yangu mzazi Fatuma Omari Masanga. Lakini kwa namna ya kipekee Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kazi nzuri anayoifanya, lakini wapo walezi wanaotulea. Kwa dhati ya moyo nimshukuru kaka yangu kipenzi Rajabu Abdurrahmani, mwenyekiti wa mkoa wa Tanga wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu, kwa kunilea vizuri. Nimetoka shule, amenisimamia, nimekuwa mbunge, nimekuwa naibu waziri, nimekuwa waziri. Malipo wema unalipo kwa wema. Kaka, Mungu atakulipa wema kwa Watanzania kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Lakini nimshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Pangani, Dula Abdurrahmani Dula Bonge, kwa kazi nzuri ambayo anaifanya katika wilaya yetu ya Pangani. Nasema asante sana. Wananchi wangu wa jimbo la Pangani, mmenilea, mmenitunza. Nataka niwaambie, sina Marekani nyingine. Marekani yangu ni Pangani. Nitafanya kazi kwa uaminifu, nitafanya kazi kwa uadilifu, moja kulisaidia jimbo langu na kumsaidia rais wangu Daktari Samia Suluhu Hassan. Namuomba Mwenyezi Mungu nisibadilike. Ukiaminiwa, aminika. Nitaendelea kuhakikisha nafanya kazi kubwa ili waheshimiwa wabunge na taifa liendelee kuhakikisha kwamba nalisaidia kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niwalizie. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipozindua bunge la 13 alisema, naomba ninukuu: namuomba Mwenyezi Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mwisho wa kunukuu. Nataka nimtie moyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kuzingatia kauli hiyo, mimi Juma Hamidu Aweso pamoja na timu nzima ya Wizara ya Maji, naibu waziri, katibu mkuu na naibu katibu mkuu na watendaji wote wa Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania waishio mijini na vijijini kuweza kupata huduma maji safi na salama. Na hapa nataka nielekeze kwa watendaji wetu wote wa Wizara ya Maji, Watanzania waishio mijini na vijijini hawataki bla bla maneno, wanataka maji. Twendeni tukafanye kazi. Faraja ya mhandisi wa maji, watu wapate maji. Faraja ya waziri wa maji, watu wapate maji. Nataka niwe waziri wa maji, sitaki niwe waziri wa ukame. Kwa hiyo watendaji wa Wizara ya Maji, twendeni tukafanye kazi. Na hapa ninatoa maelekezo mahususi. Maji si huduma, maji pia ni baraka. Maelekezo ambayo ninatoa katika wizara yetu ya maji ni marufuku kumbambikizia mwananchi bili za maji. Mwananchi anapotaka kuunganishiwa maji zisizidi siku 7, mwananchi huyu lazima apewe huduma ya maji safi. Vishoka tuseme basi. Lakini kwa namna ya kipekee leo tunaona kabisa kuna watu wamekatiwa maji kisa hawajalipa faini. Leo DAWASA haipati au mamlaka haipati na mwananchi hapati. Nikiwa kama waziri wa maji, naomba nitoe maelekezo kwa mamlaka zote za maji. Wananchi wote ambao wamekatiwa maji kwa sababu ya faini, wakurugenzi wa mamlaka za maji, warudishieni wananchi maji, ekeni utaratibu, walipe kidogo kidogo kwa zile fedha ambazo maalum wanazodaiwa.
Mheshimiwa Naibu Spika, maombi ya fedha kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo, ninaomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 120 milioni 194,614,000 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2026/27, ambapo shilingi bilioni 80 milioni 652,044,000 ni kwa matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 1 na bilioni 39 milioni 542,570,000 ni za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kati ya fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 16 milioni 273,244,000 ni kwa ajili ya kugharamia matumizi mengineyo yani OC, na shilingi bilioni 64 milioni 378,800,000 ni kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi na wizara, RUWASA, mfuko wa taifa wa maji na chuo cha maji. Kwa upande wa fedha za maendeleo shilingi bilioni 401 milioni 203,708,946 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 638 milioni 338,862,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba tena kutoa shukrani zangu za dhati kwako na kwa waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara www.maji.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Maji.